Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili. Mpendwa mtazamaji wangu, habari za muda huu popote ulipo, na kukaribisha tena katika kipindi hiki na katika chaneli hii. Kama wewe ni mgeni na umeitazama hii video kwa mara ya kwanza, basi ninakuomba uisubscribe, share kwa wengine nao wakajifunze elimu hii nzuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa tena nafasi ya kuweza kuungana na nyie katika darasa hili ambalo nitaenda kuwafundisha sasa hivi. Kwa hivyo wewe ambao unaitazama hii video, nakuomba uwe makini sana na ufuatilie ili ujue hatua kwa hatua naenda kufundisha nini katika hili darasa la tiba asili, na unaenda kufahamu huu mmea unasaidia nini katika mwili wa mwanadamu, na huu mmea utakupa faida gani katika maisha yako na kwa watu wengine ambao wanakuzunguka. Kwa hivyo tega sikio lako kwa umakini kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, huu mmea unaitwa mzalia nyuma. Nadhani wengi wanaufahamu katika mazingira yao wanauona, na kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kuuona, basi huu ndio mzalia nyuma. Ukisikia mzalia nyuma, basi ndio huu hapa. Mzalia nyuma una faida kubwa sana katika mwili wa mwanadamu, hasa kwenye upande wa figo pamoja na ini. Ushawahi kusikia mtu anaumwa homa ya ini? Mtu anaumwa homa ya ini anakuwa na dalili za kubadilika, anakuwa wa njano mpaka kwenye macho ya njano, na yeye mwenyewe anakuwa wa njano, ngozi inabadilika mpaka na macho. Mtu akishafikia stage hiyo, ujue anaumwa homa ya ini, na ameshaenda kupima akapata vipimo na kaambiwa kabisa anasumbuliwa na ini lake limesha haribika pakubwa. Na kwa wale ambaye wanasumbuliwa na figo zimefeli, figo zina mawe, figo zimejaa maji, mpendwa mtazamaji wangu, tiba iko katika huu mmea wa mzalia nyuma. Ni wewe kujua matumizi na uandaaji wake, namna kutumia. Namna ya kuandaa mzalia nyuma ili uweze kukusaidia katika kuondoa hizo changamoto mbili ambazo nimeweza kukutajia hapo. Kwanza kabisa, unatakiwa uchume mzalia nyuma wote pamoja na mizizi yake na usafishe vizuri kabisa. Na wakati unaukausha, hakikisha unaukausha katika joto zuri ambalo haliwezi kuharibu dawa yako. Yaani ukaushe katika, kama ni mashine au kama ni jua, basi jua lisiwe lile jua kali sana, ni jua ambalo lina ukivuli kidogo. Kwa hivyo ukishakausha mzalia nyuma ukakauka kabisa, ukikata majani yanakatika, ukiushika unakatika, unajua kabisa pale mzalia nyuma umeshakauka na unafaa kwa ajili ya kuandaa poda yake au unga wake. Unachotakiwa usage upate unga wake laini kabisa. Ukishapata unga wake laini, huo unga utakuwa unautumia katika kikombe cha chai. Matumizi yake ni kijiko cha chai unaweka katika kikombe cha chai na maji ya uvuguvugu kidogo kwa mbali. Utakuwa unatumia kunywa kama chai asubuhi na jioni. Hakikisha dawa yako ukishaikoroga katika kikombe, hakikisha unaichuja katika chujio ili iweze kuwa iko vizuri kabisa na iko soft kwa ajili ya kunywewa. Ukishatengeneza hivyo dawa zako, hakikisha unaihifadhi vizuri unga wa mzalia nyuma kwa matumizi haya ya kunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni, kwa muda wa siku 14 mpaka siku 21. Hiyo ndio taratibu na dozi yake kwa ajili ya kuimarisha afya ya ini na afya ya figo kwa wale wanaosumbuliwa na figo na ini. Dawa hii utaitumia hizo wiki 2 au wiki 3 na utapumzika kwa ajili ya kufanya vipimo tena. Mpendwa mtazamaji wangu, dawa hii unatakiwa uitumie muda sahihi na siku sahihi ambayo nakuelekeza, asubuhi na jioni kila siku
kwa muda wa siku 14 mpaka siku 21. Maana kuna watu wengine unaweza kumwelekeza atumia dozi, lakini akatumia leo, kesho anakunywa, kesho kutwa hanywi. Ili uweze kupona kabisa changamoto yako, hakikisha unafanya zoezi hili asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14. Hapo ndipo utaona matokeo yako ni mazuri na utaendelea vizuri kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, na kuomba subscribe, naomba ushare kwa wengine nao wakajifunze. Nimekufundisha tiba nzuri sana, usiwe mchoyo au mbinafsi wa kukaa na hii tiba ambayo nimekupa sasa hivi. Share kwa wengine nao wakajifunze, wakafanye tiba wakiwa nyumbani mwao, waweze kuboresha afya zao. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary, natoa tiba kwa mtu yoyote popote ulipo, ushauri wa bure. Tunapatikana Buza, Dar es Salaam. Karibu wao ambao unasumbuliwa na changamoto ya mahusiano, biashara, kazi, afya pamoja na mambo yote ya kiroho. Ndoto, wale ambao wanasumbuliwa na ndoto mbaya au ndoto ambazo hazina mpangilio, na kukaribisha sana tuweze kukusaidia changamoto yako. Endelea kufuatilia chaneli hii kwa wewe ambaye ni mfuatiliaji au wewe ambaye ni mgeni katika hii video. Na tutaonana katika darasa lingine na kipindi kijacho. Nakushukuru sana mpendwa mtazamaji.